Tajiri nambari moja Elon Musk amekubaliana na mjadala ambao katika mwaka 2030 endapo kwa kila binadamu akapata nafasi ya kuweza kuwa na pumzi na afya, basi mchakato uliopo ni kutoka kwa mwanasayansi Ray Kurzweil, ambaye yeye ameweka uthibitisho kwamba experiment yake ataanza kuitesti, yani jaribio la kuweza kuhakikisha kabisa kwamba yani binadamu atakayeweza kuwepo na atakayeweza kufanywa jaribio hilo la kuwekwa nanobot ambayo imeweza kutengenezwa kwa mfumo wa AI, ikiwa ni moja ya mfumo wa kiteknolojia zaidi wa mwanasayansi huyo Raymond Kurzweil, ambaye yeye ameweza kupata nguvu ya support kutoka kwa Elon Musk, tajiri nambari moja duniani, kuhakikisha kabisa kwamba hili swala linafanikiwa. Na katika moja ya mwandamizi ambaye ameweza kumpa nguvu ya vifaa na teknolojia zaidi kuweza kumpatia kila anachokitaka ili mradi binadamu asiweze kufa, yani kuanzia 2030, basi unaambiwa mjadala ambao uliopo sasa hivi Marekani na sehemu nyinginezo ni kwamba ni utafiti wa mwamba kama je utakubali ama utakataa, kwa sababu tayari Elon Musk ameweza kuwekeza pesa nyingi sana kwa mwamba Raymond Kurzweil, ambaye yeye anaamini kabisa utabiri wake una 86% kwa binadamu, kwa sababu tayari mfumo huo unaambiwa kwa hiyo nanobot ambayo imetengenezwa kwa mfumo wa AI ni kwamba itaingia kwenye mwili wa binadamu na kuweza kuregain ama kurecover zile seli za mwanadamu na kuhakikisha kabisa kama kuna magonjwa basi hatoweza kupata magonjwa binadamu, kwa sababu tayari seli hilo unaambiwa zitakuwa zimeweza kufanywa recover na regainment kabisa, ambayo itakuwa ina uwezo wa kukaa zaidi ya miaka 500. Sasa ni swala ambalo limeingia kidogo kwenye upande tofauti kwa wale ambao imani zao ni kubwa na wanaamini kabisa kwenye masuala ambayo tunaamini ni ishu ambayo imekuwa kama ni kufuru kwa binadamu, anataka kujifananisha ama kujitengenezea ukubwa wa uungu, yani kutaka binadamu asife ni kitendo ambacho kimekuwa ni tofauti ama kinaenda na kuvuka mipaka zaidi ya kile tunachoweza kukiwaza. Sasa ni swala ambalo nafikiri limeshikiliwa na watu wawili. Kwanza ni Elon Musk, tajiri namba moja duniani, mwenyewe ameshikilia sakata hilo, lakini pia na mwanasayansi huyo Raymond Kurzweil, ambaye kwa sasa ndo top scientist kwa sasa katika nchi ya Marekani, lakini pia na ulimwengu wote kwa ujumla. Cha msingi tukutane kwenye upande wa comment. Ni Hatboy Media.